Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Watazamaji wa karibu katika chaneli yako bora kabisa. Tazama, muda huu ni mazoezi ya wapinzani wa Simba Sports Club. Hapa nazungumzia Esperance de Tunis kutokea nchini Tunisia, ambao mchezo wa mwisho walipata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Mnyama wakiwa nyumbani kwao. Leo hii wapo hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kushuhudia, kwa ajili ya kujiandaa kwenda kupambana na Simba akiwa nyumbani, na tayari Simba alishafanya mazoezi, lakini huu ni muda wao, wanajiweka fiti. Ukitazama unakutana na mwamba ambaye aliwasumbua sana safu ya ulinzi ya klabu ya Simba. Dan Diara yuko pale, lakini pia top striker kutoka nchini Tunisia yuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha anaendelea kujinoa vizuri kabisa kuelekea kwenye mchezo wa hapo kesho. Ikumbukwe Tunisia wao wana alama 5 hivi sasa baada ya kupata alama 3 dhidi ya Simba na sare kwenye michezo miwili ambayo alicheza dhidi ya Petro pamoja na Stade Malien. Leo hii wanafanya mazoezi ya mwisho kabisa kuelekea kwenye mchezo wa kesho ambao watakutana na Simba Sports Club ambayo wametoka naye Tunisia na walipata ushindi wakiwa nyumbani. Na sasa ni zamu yao kwenda kuonyesha kile walichonacho wakiwa ugenini. Hakuwa na matokeo mazuri kwenye michezo iliyopita baada ya kushindwa kuchukua alama 3 ugenini, lakini leo hii anajiandaa kwa ajili ya mchezo wake mwingine, na hawa ndo wamebeba matumaini ya Simba Sports Club. Hawa ndo wameshikilia hatima ya Mnyama, ili Mnyama aweze kuandika au kujiandaa vizuri kuweza kufudhu hatua ya robo finali. Ni lazima leo mchezo wa kesho apate ushindi dhidi ya hawa miamba kutoka Tunisia, miamba ambayo imekuwa ikitawala soka kwa muda mrefu sana, soka la Afrika. Ukiacha Al Ahly ya nchini Misri, wanaofuatia ni hawa kwa kutoa vikombe vingi vya CAF Champions League. Wana vikombe takriban 4. Hawa ndio wanashika nafasi ya pili baada ya Al Ahly. Ukitazama wachezaji wa Tunisia wanaonyesha hali ya morali, hawana hofu kama ambavyo tulikuwa tukitarajia. Midfielder bora kabisa, lakini mwamba ambaye amepeleka kilio kwa Mnyama anaendelea kulatizi na yeye taratibu, lakini pia makocha wao wote nao wapo katikati ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Ni mara yao ya si mara ya kwanza kuja Tanzania, lakini inawezekana ikawa ni mara ya kwanza kucheza kwa miaka ya hivi karibuni na Simba Sports Club. Hapa pana historia yake katika uwanja wa Benjamin Mkapa ambayo Simba wameiandika ya kutokupoteza michezo yao, licha ya kuwa mwaka huu haijawa vyema zaidi, lakini kupitia msemaji wao wa Simba Ahmed Ali alizungumza kwamba wanakwenda kuandika historia mpya. Sasa mtazamaji, ni kuache ujishuhudie mwenyewe namna ambavyo timu hii inafanya mazoezi. Na mtazamaji, ni dakika za mwanzo kabisa. Ukitazama hapa ni kama mazoezi ya kwanza kabisa yanaanza, na timu hii ni bora sana kwenye kutengeneza nafasi, lakini pia kwenye kucheza mpira wa pasi. Na kama unavyoona wanacheza kwenye D ndogo kuweza kuongeza ubora katika kudribble pamoja na kufanya vitu mbalimbali. Haya ni mazoezi tu madogo madogo ambayo tunasema ya mwisho kabisa kuelekea kwenye mchezo wao wa siku ya kesho. Esperance de Tunis ni miongoni mwa klabu bora kabisa barani Afrika ambayo imekuwa ikifanya vizuri kwa nyakati tofauti tofauti, licha ya kuwa msimu huu haijaonyesha makali kwa kiwango kikubwa sana, lakini kukusanya alama 3 nyumbani kwao, lakini wana kibarua kizito dhidi ya Mnyama Simba Sports Club kuhakikisha wanapata alama 3 ugenini, uwanja ambao ni mgumu kweli kweli kwa nyakati za hivi karibuni, licha kuwa kwa mwaka huu Simba wamefanikiwa hawajafanikiwa kuzoa alama zozote zile kwenye uwanja huu, lakini
ni uwanja mgumu kweli kwa upande wao. Nadhani wanalifahamu hilo na basi na shaka hata ukitazama namna ambavyo wanafanya mazoezi wanaonyesha kabisa kwamba wanataka kuuzoea uwanja ambao ni bora sana. Hawa ni Esperance de Tunis, mabingwa wa mara 4 wa michuano ya CAF Champions League, ambao wako hapa kuhakikisha jambo linakwenda kwa uzuri kabisa, kuhakikisha michezo yao inakwenda vizuri kabisa. Miongoni mwa wachezaji wa kuchungwa sana utamuona pale Diarra ambaye alifanya mabaraha kweli, lakini si peke yake, pia wapo wachezaji mbalimbali ambao wana hatari kweli. Hili ni tizi tu la kujinyosha, lakini pia ni kuzoea uwanja ambao siku ya kesho utaenda kuandika historia mpya kwa Simba. Endapo akipoteza itakuwa ndo mechi yake ya mwisho kabisa ya kuwa na matumaini ya kufudhu hatua ya robo finali, na historia ambayo itaandikwa kwa upande wao, lakini akishinda ataendelea kuwa na matumaini ya kufuzu, kwa maana atakuwa ameanza safari ya kusanya alama 3. Kitu kinachosubiriwa kwa hamu ni kuona namna ambavyo wao wana uwezo wa kuonyesha ubora wao kwa siku ya kesho. Na miongoni mwa watu ambao tumezoea kuwaona wakifanya hivi ni timu za kutoka Uarabuni, lakini leo hii mwingine pembeni yangu hapa ni naye miongoni mwa waandishi. Kwa mtazamo wako ambavyo unawaona kikosi ambacho kimewasili hapa kwa ajili ya mchezo wa kesho, unadhani kuna mabadiliko makubwa tutayategemea? Hakuna mabadiliko yoyote ambayo tunaweza kwenda kuyategemea katika mchezo wa kesho, isipokuwa tu tunatumaini ya kwenda kuona kikosi cha Simba Sports Club kitakapokwenda kufanya vizuri kwenye hatua hizi, japo wamekwisha kupoteza katika michezo 3 mtawalia ya ligi ya mabingwa barani Afrika. So to my side ninachokiamini ni Simba anakwenda kufufua matumaini, japo ni ngumu kwa namna moja ama nyingine kwenda kufanya hivyo kwenye michuano hii, japo kufuzu kwa Simba matumaini yanaanzia hapa kesho. Kama Simba Sports Club mnyama anabidi apate angalau ushindi, sio sare, ni ushindi, ndio matumaini pekee ya mnyama Simba yanayoweza kumuonesha kwenda kufuzu katika hatua inayofuata. Dhahiri kama Simba ataamua kwenda kupoteza tena mchezo huu na kwenda kutafuta hata sare, matumaini ya kuelekea katika hatua ya robo finali, naamini kwa upande wangu kwa Simba yatakuwa yamekwisha kufanya nini, yameshashuka. So to my side ninachokiamini, Simba Sports Club wanabidi waingie na mentality ya hali ya juu kweli na wajue ni kitu gani ambacho wanakwenda kukitafuta ndani ya dakika 90 katika dimba la Benjamin William Mkapa. Although wanakwenda kutumia uwanja huu wa nyumbani kama uwanja ambao ni sehemu kubwa kwa mnyama Simba Lunyasi, lakini pia vile mchezo wake wa kwanza aliweza kupoteza hapa dhidi ya Petro de Atletico de Luanga. So to my side kitu ambacho ninachokiamini kwamba Simba akienda kujidhatiti na kuhakikisha kwamba anakwenda kwa discipline kubwa anaweza kupata matokeo. Dhahiri shahiri unaangalia hata katika mchezo ambao uliopita waliweza kuprogress mpira, lakini pia vile tuseme bahati haikuwa kwa wao Simba Sports Club, ila ninaamini kocha Steven Becker ameshakwenda kufanya utafiti wa hali ya juu kweli kama ambavyo alivyozungumza kwenye press conference, na amekwenda kuyafanyia kazi yale ambayo alokuwa ameyaona. Kikubwa ninachokiamini mimi ni Simba Sports Club kwenda kumkabili Esperance, ni swala la muda tu Esperance kufa hapo kesho. Sawa, tumezoea kuona watu wakiwa wanafanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Kuna namna yoyote inawapa faida? Ukitazama ni kwamba wao wanakuwa ni wageni kwenye uwanja husika. Kufanya siku moja kunaweza kukabadili chochote kwenye mchezo wa kesho? No, sina uhakika, lakini ninacho Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako.